Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti zinaeleza kwamba Iran imepoteza udhibiti wa kundi la wapiganaji wa Kihouthi nchini Yemen. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu linajaribu kuongeza uhusiano wake na uungaji mkono kwa wapiganaji hao wa Kihouthi na kujenga upya mhimili wa upinzani huo kwa mataifa kama vile Israel. Taarifa zilizotolewa na Telegraph zinaelezwa kwamba Iran sasa imeshindwa kulidhibiti kundi hilo la Wahouthi la nchini Yemen na inaendelea na mapambano katika kuona ni jinsi gani linaweza kuwa karibu kama ilivyokuwa zamani miongoni mwa makundi ambayo yanadaiwa kwamba yalikuwa yameundwa na Iran kwa kutoa msaada mkubwa wakati wa kuundwa kwa kundi hilo ambalo limepigania na kuondosha utawala nchini Yemen. Maafisa wameeleza jinsi wapiganaji wa Kihouthi ambao hushambulia mara kwa mara njia za meli za kimataifa walivyoacha kuchukua amri kutoka Teheran. Wahouthi wamekuwa wahuni kwa muda na sasa wamekuwa waasi, afisa mmoja wa Iran aliambia The Telegraph kutoka Teheran. Hawaisikii Teheran kama walivyokuwa wakisikiliza mwanzoni, afisa huyo aliongeza, na amesema zaidi kwamba sio Wahouthi pekee, baadhi ya makundi nchini Iraq pia yanafanya kana kwamba hatukuwahi kuwasiliana nao. Wapiganaji hao wa Kihouthi ndio wakala wa mwisho wa Iran waliosalia baada ya Israel kuharibu kamandi ya juu ya Hizbullah na mabaki ya Hamas kukataliwa mbali na kuzingirwa kwa Gaza. Kamanda mkuu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC kutoka nchini Iran alielekea Sanaa, mji mkuu wa Yemen, wiki iliyopita katika jaribio la kuwarejesha wapiganaji hao wa Kihouthi chini ya udhibiti wa Teheran, inaeleza shirika la habari la Telegraph. Sehemu ya mpango wa IRGC wa kuwatuliza wapiganaji wa Kihouthi na kujenga upya mhimili wa upinzani unaowazunguka kuongezeka uungwaji mkono kwa wapiganaji hao wa Kihouthi baada ya utulivu wa miezi kadhaa. Hata hivyo, baada ya vita vya Israel, maafisa wa Iran walizidi kutegemea mali zao zilizobaki katika eneo hilo na kuchagua baadhi ya vikundi vya wanamgambo nchini Iraq pamoja na wapiganaji hao wa Kihouthi wa Yemen. Mpango wa Iran ilikuwa ni kutegemea makundi haya wakati ambapo wamekuwa wakijibu mashambulizi. Kulikuwa na mpango kwamba wapiganaji wa Kihouthi na makundi mengine yangeendeleza mashambulizi dhidi ya Israel, huku Iran nayo ikiendeleza mashambulizi ya makombora yake ya masafa marefu. Telegraph limeeleza kuwa kwa miongo kadhaa viongozi wa Tehran waliendesha propaganda kubwa na kampeni za kijeshi wakionyesha Iran kama mtetezi mkuu wa kadhia ya Palestina. Lakini Telegraph ilieleza zaidi kwamba hawakuhudhuria mazungumzo ya kusitisha mapigano ya Gaza huko Sharm el Sheikh kwa sababu kama maafisa wa Iran walivyokiri wanajua wamepoteza mchezo huo, lakini pia ni kwamba hawakualikwa katika mkutano huo. Ingawa viongozi wa Iran wamejionyesha kwa muda mrefu kama watetezi wa haki za Wapalestina, maafisa kutoka Teheran hawakuhudhuria mazungumzo ya hivi majuzi ya kusitisha mapigano kwa kile walichodai kwamba hawakualikwa katika mkutano huo. Lakini kuhusu wanamgambo wa Iraq, afisa mmoja wa Iran alisema kwamba waliambiwa mara kadhaa hata wasifanye mazoezi kwa muda hadi mambo yatulie, lakini pia hawakusikia. Kwa upande wa Wahouthi, wameongeza uwezo wao wa kuficha silaha, kupanua njia za usambazaji na kupunguza utegemezi wao kwa Teheran, ripoti hiyo iliongeza. Hata hivyo, kwa sasa wapiganaji hao wa Kihouthi wa Yemen wameendelea kiuchumi, lakini pia wameendelea katika masuala ya teknolojia, na inadaiwa kwamba kupitia Iran waliweza kutengeneza makombora mfano wa yale ya Palestine 2. Mwanadiplomasia wa zamani wa Yemen Mahmoud Shehran aliambia gazeti la Telegraph kwamba kundi hilo linaloongozwa na misukumo yake ya kiitikadi, ingawa uratibu wake ni kupitia Iran, lakini sasa wameamua kujitegemea wenyewe. Wahouthi hawahitaji mtu wa kuatia moyo kwa sasa. Hii ni kuhusu imani yao na wanafasihi zao na simulizi zao, Shehran alisema. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba kwa sasa Wahouthi ambao wametengeneza makombora mengi pamoja na ndege zisizokuwa na rubani bado wanahitaji Teheran kwa sababu wamekuwa na uhusiano mbaya na mataifa yote makubwa ulimwenguni, lakini ikizingatiwa kwamba bado hawajaidhibiti vilivyo Yemen, hawatoweza kupambana kwa muda mrefu, na ndio maana imekuwa ni rahisi hata kwa baadhi ya viongozi wao kuuawa mara kadhaa. Hata hivyo, moja kati ya sababu ambazo zimetajwa kwa nini wameamua kukaa kimya na kujitegemea wenyewe ni baada ya mashambulizi yaliyokuwa yakifanywa na Marekani, ambapo Teheran haikujihusisha kabisa na mashambulizi hayo. Ndicho ambacho kimesababisha kuamua kujitegemea wenyewe.
Mvutano uliongezeka wakati Iran iliposhindwa kuwatetea wapiganaji hao wakati wa mashambulizi ya Marekani, na mvutano kati ya Tehran na Wahouthi umeripotiwa kuongezeka mwezi Aprili baada ya Iran kushindwa kujibu wakati wa mashambulizi makubwa ya Marekani tangu mauaji ya Oktoba 7 yaliyoongozwa na Hamas nchini Israel. Wahouthi wameimarisha uwezo wao wa makombora na kuimarisha udhibiti wao juu ya Sanaa. Ripoti hiyo imesema kundi hilo linajihusisha na ukusanyaji wa kodi, chukuaji wa baadhi ya misaada ambayo inaenda Israel na ulanguzi wa dawa za kulevya kama ambavyo baadhi ya magazeti ya Israeli yanaandika, na usafirishaji wa silaha hadi Afrika na kutatiza usafirishaji wa meli katika eneo la Bahari Nyekundu. Eneo la milima ya Yemen linaendelea kutoa hifadhi kwa ndege zisizokuwa na rubani na uhifadhi wa makombora. Kwa kujibu, IRGC imemtuma tena kamanda wa kikosi cha Quds Abdulreza Shahale hadi huko Yemen, na ripoti ilieleza kwamba alienda kwa ajili ya kusuluhisha mgogoro wao uliopo. Basi mtazamaji, hayo ndio ambayo tunayo. Ni ripoti ambayo inaeleza namna ambavyo wapiganaji wa Kihouthi ambao wanaongozwa na Abdul Malik al-Houthi walivyoamua kujitenga dhidi ya Iran, ambayo inadaiwa kwamba ndio chanzo cha kuundwa kwa kundi hilo la wapiganaji, lakini pia hata uhusiano uliopo kati ya Saudi Arabia na Iran, na pia inatajwa kwamba ni sehemu ya kundi hilo kuona kwamba labda Iran haipo pamoja tena na wapiganaji hao wa Kihouthi. Endelea kuwa nasi, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii.